Theonest, mbunge wa viti maalum, sasa aulize swali lake. Je, zipi haki za abiria wa vyombo vya moto nchini na kwa kiwango gani wanatambua haki zao? Swali hilo linapatiwa majibu na serikali. Mheshimiwa Mwenyekiti, abiria anayesafiri kwenye basi la njia ndefu mikoani na nchi jirani, basi la mjini yani daladala, teksi, pikipiki za magurudumu mawili au matatu, treni, ndege pamoja na meli, ana haki ya usalama wa chombo na mazingira salama, haki ya kuchagua chombo cha usafiri, haki ya kulipwa fidia pale anapostahili kama akipata majanga, haki ya kusikilizwa na kuelimishwa, haki ya kupewa tiketi na kufikisha mwisho wa safari yake. Mheshimiwa Mwenyekiti, pamoja na jitihada za serikali kupitia mabaraza ya watumiaji wa huduma za usafiri wa ardhini na anga yani LATRA CCC na TCA CCC, bado uelewa wa watumiaji wa huduma hizi juu ya haki zao bado uko chini kutokana na tabia ya watumiaji kutopenda kufuatilia maelekezo au matangazo mbalimbali yanayowalenga. Serikali kupitia taasisi husika itaendelea kutoa elimu kwa umma kuhusu masuala mbalimbali ya haki za abiria. Nakushukuru Mheshimiwa Mwenyekiti. Serikali imekiri dhahiri kwamba abiria hawafahamu haki zao. Na kwa sababu abiria hawafahamu haki zao, wamekuwa wakiumizwa katika vyombo mbalimbali vya moto, ikiwa ni pamoja na kutofika kwa wakati, kutorudishiwa nauli zao pale ambapo vyombo vinapata ajali, lakini kunyanyaswa na wamiliki wa hivyo vifaa vya moto. Sasa swali langu la kwanza ni kwa kiwango gani wananchi wameweza kujua kilo wanazopaswa kubeba, kwa maana ujazo wa kila daraja analolipanda. Mfano nikipanda basi ninapaswa kubeba mzigo wa kilogramu kadhaa ambayo inaendana sambamba na nauli niliyoiweka, tofauti na ilivyo leo. Abiria analipa nauli na analipia mzigo ambao upo kwenye ujazo aliolipia. Swali langu la pili, ukipanda treni ya SGR, moja kati ya kero ya watumiaji wakubwa imekuwa ni swala la wrapping. Imekuwa biashara ya kurap, unalazimisha kurap hata mzigo ambao haupaswi kurap bila hata kunegotiate bei. Nataka kujua mkakati wa serikali kuweka aidha mbia wa kushindana katika gharama za wrapping ili kuondoa kero ambazo zimekuwa sugu kwa watumiaji wa hii treni. Mheshimiwa Naibu Waziri, majibu. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwanza nimpongeze Mheshimiwa Natropia kwa maswali yake ya msingi sana kwa maslahi ya watumiaji. Lakini pili, nimhakikishie serikali itaendelea kutoa elimu hatua kwa hatua kwa watumiaji ili waendelee kufahamu haki zao pamoja na wajibu wao. Lakini pia Mheshimiwa Mwenyekiti, ningependa kuliarifu bunge lako tukufu kwamba bunge hili limepitia sheria mwaka 1973, sheria ya sheria za leseni za usafiri wa umma, na mwaka juzi 2020 tulipitisha kanuni, yani kanuni za leseni za usafiri wa umma 2020. Ukisoma katika kanuni hizi kifungu cha 37 1 na 2 imeainishwa kwa kina juu ya uzito ambao abiria anaruhusiwa mzigo wake uwepo, ambapo imeainishwa kwamba ni kilo 20. Lakini pia ukienda kwenye Tanzania Railway Corporation Passenger Terms and Condition, pia imeainishwa kwa upande wa matreni kwamba kwenye upande wa economy abiria anaruhusiwa kubeba mzigo wa kilo 20 na upande wa business au biashara kilo 30. Lakini pia amezungumzia habari ya wrapping. Tunafanya wrapping kwa pale tunapoona mzigo hiyo haijafungwa vizuri na ambayo inaweza kuwa hatarishi kwa usalama wa abiria wengine. Lakini pamoja na hiyo tunapokea ushauri wake Mheshimiwa Mwenyekiti. Kwanza tutaendelea kutoa elimu, lakini pia kuhusu mbia tumepokea pia ushauri kutazama namna gani mbia anaweza akatusaidia kufanya kazi hiyo ya wrapping, na nitoe maelekezo pia kwa shirika la reli pamoja na LATRA na taasisi zetu kwamba tuhakikishe kwamba abiria wanatendewa inavyostahili na kuendelea kutoa elimu ili waendelee kunufaika na mifumo yetu ya usalama katika nchi yetu. Mheshimiwa Naibu Waziri, pia nadhani mweze. Mheshimiwa Esther, ulishapata nafasi ya swali la nyongeza, tafadhali naomba uketi. Naomba uketi tafadhali. Mheshimiwa Naibu Waziri, pia mfafanue kama 76 kufuatia swali namba 117 ambalo liliulizwa na Mheshimiwa Natropia Theonest kuhusiana na haki
za mtumiaji wa vyombo vya moto. Mheshimiwa Mwenyekiti, SGR ujio wake umesaidia sana. Imekuwa ni mbadala kwa watumiaji wa mabasi lakini pia wa ndege. Lakini kumekuwa na haki na pokwa in a way kwa watumiaji wa SGR. Kwa mfano, ukikata tiketi ukapata dharura au kafika umechelewa, tiketi yako inakuwa imepotea kabisa. Sasa Mheshimiwa Mwenyekiti, nilikuwa naomba kwa sababu SGR iko hapo kuwasaidia Watanzania na kwa kweli inasaidia kwenda Dar es Salaam mathalan unatumia masaa 3 au masaa 4. Kuwepo na flexibility, uongozi wako wa kiti sasa. Kuwepo na flexibility. Iwapo Mtanzania huyu aliyekata tiketi amepata dharura, basi waweze kumbadilishia tiketi yake kwenda kwenye muda mwingine ambao anataka kusafiri, au ikitokea amepata dharura conjunction kwa mfano Dar es Salaam amefika amechelewa, apigwe penalty, abadilishiwe apewe tarehe nyingine aweze kusafiri. Kwa kupoteza kabisa tiketi yako inapotea. Kwa nini mwongozo wako? Haki ya mtumiaji wa chombo cha moto kiwepo SGR ni ipi? Hasa anapokata tiketi, alafu ikitokea amepata dharura tiketi yake inakuwa imepotea. Mheshimiwa Esther, chombo cha moto au chombo cha usafiri? Chombo cha usafiri ikiwepo SGR. Lakini swala la msingi kwa najielekeza hapo chombo cha moto. Asante. Asante Mheshimiwa Esther Matiko. Serikali inaweza kuchukua commitment tafadhali. Mheshimiwa Naibu Waziri Uchukuzi. Mheshimiwa Mwenyekiti, naweza kumwomba Mheshimiwa mbunge arejee kama. Mheshimiwa Mwenyekiti, tumemsikia Mheshimiwa Matiko hoja aliyoitoa, na mimi niombe kiti chako tutoe commitment kwamba tunalichukua jambo hili tukalifanyie kazi. Asante. Hii ilikuwa ni swala la mwongozo.